Hakika leo ni siku ya baraka, ni siku ya matendo makuu ya Mungu wetu wa mbingu na nchi. Leo tunajikumbusha katika kitabu cha Wafalme wa Pili ile sura ya 5, tunakutana na mtumishi anaitwa Naamani. Huyu Naamani alikuwa ni jemedari wa jeshi la Shamu, lakini huyu Naamani alikuwa na ukoma katika maisha yake. Kwa hiyo Washami walivyoenda Israeli pigana vita, wakati wanarudi wakambeba binti mmoja ambaye alikuwa ni mfungwa wa Israeli, wakarudi nao huko kwao Shamu. Kwa yule binti akawa msaidizi wa kazi kwa mke wa Naamani. Baadaye yule binti akagundua kwamba Naamani ana ukoma. Kwa hiyo yule binti akawa anazungumza na bibi yake ambaye ni mke wake Naamani kwamba huyu laiti angekuwa kwenye nchi yetu angeponywa huu ukoma. Zile habari zikamfikia mfalme wa Shamu, akaandika barua iende kwa mfalme wa Israeli kwamba inatakiwa kuna mtu wangu mgonjwa ambaye ni jemedari wa jeshi atakuja katika nchi yako kumponya, lakini unaona mkuu mfalme wa Israeli analalua mavazi yake kwamba mimi ni Mungu hata niweze kuponya. Lakini habari zikamfikia Elisha, akasema mfalme, usilalue mavazi, mwache huyo mtu aje ili mimi nimuonyeshe katika Israeli kuna Mungu, kwa sababu huo ulikuwa ni wakati wa kujifunua Mungu katika taifa za Israeli, kwamba Mungu wa mbingu na nchi anaishi katika Israeli. Kwa hiyo Naamani akafunga safari yake akaenda kwa mtumishi Elisha. Alipofika kwa Elisha akamwambia nenda Jordan ukajichovye mara 7. Lakini unaona Naamani akataka kukaidi, lakini wale wasaidizi wake wakamshauri, akasema huyu mtumishi wa Mungu hajasema neno baya, ni heri kutii. Akatii, akaenda Jordan akajichovya. Alipojichovya akaponywa ule ukoma. Kwa hiyo mwana wa Mungu, siku zote katika maisha tunajifunza kwamba siku zote Mungu anaweza kutumia mtu aina yoyote ili kupata uponyaji. Kwa hiyo ule uponyaji wa Naamani aliubeba yule binti ambaye walimchukua kutoka Israeli wakampeleka katika nchi ya Shamu. Kwa hiyo Mungu anaweza akaruhusu kitu chochote kwa mapenzi yake kwa wakati wake. Kwa hiyo mwana wa Mungu, barikiwa sana kwa mapenzi ya Mungu, kwa utukufu wa Mungu, akufungulie milango iliyofungwa.